tumefika hapa kuweza kuhakikisha tunaangalia athari ambazo zimepatikana katika zahanati yetu hii ya Mwanase. Mbali ya kwamba tunapita kuangalia miundombinu, lakini pia na kaya moja moja za wananchi, lakini tulipenda sana kuangalia athari ambayo imetokea kwenye zahanati hii ya Mwanase, na hasa mkizingatia kwamba zahanati hii ya Mwanase ni mara ya pili upande huo unaizuliwa. Sio upande huu mwingine, hapana. Kila mara ikitokea changamoto inajitokeza upande mmoja. Kwanza tumefanya ufuatiliaji, tunatambua wazi kwamba zahanati hii ni ya zamani. Lakini sio tu kwamba ya zamani, lakini ni ile miradi ambayo wananchi walijenga wenyewe. Wananchi wamejenga, wamefika mpaka kwenye renta na wakaomba serikali iweze kuweka nguvu. Sasa changamoto ambayo unaiona hapa ni kwamba wananchi wanaibua miradi au waliibua miradi kipindi hicho, lakini utaalamu itokee bahati kwamba miongoni mwa wale wananchi wako wenye ule utaalamu unaotakiwa. Ikitokea hakuna, inajitokeza hiyo changamoto. Kwa hiyo unaweza kuona kwenye uwezekaji pamewezekwa kote, lakini pia kwenye ukanda ule kule wanakwambia aina ya ujenzi ambayo itokea kule kidogo inaleta changamoto. Kwa hiyo nadhani nitumie fursa hii pia, engineer wa halmashauri huko hapa, wewe ndio mwenye miradi ya serikali binafsi ambayo inaenda kuhudumia wananchi tofauti na nyumba ya mtu binafsi. Kinachoumiza zaidi ni kwamba upande ule ni wodi za kina mama. Sasa tufanye mfano tufikirie hiyo changamoto ingejitokeza mwanamke yuko katika taratibu ya kujifungua, ingeweza kuwa ni changamoto. Kwa hiyo nadhani mbali ya kwamba tutafanya marekebisho kwa upande ule, lakini nadhani iko haja ya kaimu mkurugenzi ya kuona ni namna gani katika zahanati hii ili tusiriski tena. Tusiriski upande ule usije ikawa ni leba wala zisiwe wodi. Sababu ofisi inatumika mpaka muda fulani inafungwa. Ni bora restructuring ifanyike, ukanda ule uendelee kuwa ni baadhi ya ofisi au maeneo ambayo hata mnahifadhi baadhi ya vitu, lakini sio eneo ambalo tunafanya majaribio na uhai wa watu. Tunafarijika kuona kwamba Utanzania wetu, jamaa wetu, hakuna mtu ambaye alikosa pa kupumzika. Yaani kila mtu ana sehemu ambayo alipata malazi na makazi. Lakini kama ilitokea kuna watu ambao labda walikutana na changamoto ya kuangukiwa na jiwe au nini, sekta ya afya, halmashauri ya Msalala, kaimu mkurugenzi yuko hapa, nimetoa maelekezo wote wapate uangalizi wa matabibu na madaktari bure. Kwa hiyo lakini tunaendelea kufanya tathmini ya athari ambayo imefanyika kwenye kaya mbalimbali, lakini pia na miundombinu. Na tunaomba muendelee kutolea taarifa miundombinu ambayo mvua inaanza kunyesha saa 8, saa 12 barabara ikae imeshafunga. Mainjinia wapo, TARURA wapo, tunazunguka nao, tunaangalia hali halisi. Kazi yako wewe kama mwenyekiti ni kuhakikisha kwamba wananchi hawapati changamoto kabisa. Sawa. Kivipi? Kwa kuhakikisha kwamba mtendaji wako anapata taarifa, na sisi upande wa serikali kupitia mtendaji na kupitia wewe tunapata taarifa. Tulitoa maelekezo kwa in-charge kwamba kesi zote ambazo zinahusu wagonjwa hasa kina mama kujifungua zifanyike zahanati ambayo iko jirani, ambayo ni mpya, imekamilika mwaka jana na inafanya kazi, na wanafanya hivyo. Kwa maana ya mapokezi na registration wanafanya hapa, lakini baadaye wanapeleka kule kwa ajili ya hizo shule zingine za uzazi. Tukafanya tathmini na jumla milioni 3, lakini ndio gharama ambazo tumebaini zitaweza kurejesha hali ya hili jengo.